Nimeona siku hizi hata katika makambi ambayo tunayafanya, anasa imeendelea kuwa nyingi sana katika makambi yetu. Anasa kubwa, tunatumia fedha nyingi, watu wanakula kwa anasa na kwa ulafi katika makambi. Nenda katika makambi yote sasa hivi ni ulafi uliopitiliza. Watu wanatumia mabajeti ya mamilioni, yani kumbe tuna uwezo wa kuraise milioni 200, milioni 300, tunaweza kuraise milioni 150. Tukafanya kula kwa wiki moja katika makambi, lakini Dar es Salaam nzima hakuna hospitali ya Wasabato. Wachungaji, nendeni mseme ukweli. Kawaambieni nyumba ya Mungu, nyumba ya Yakobo, waambieni dhambi yao, pigeni tarumbeta, pazeni sauti. Lakini washiriki na sisi tuwe na moyo wa kukubali ukweli. Tuwe na moyo wa kukubali ukweli. Ulafi katika makambi na mamiziki ya mamidundo na kucheza mambo kama ya celebration na performance za hovyo katika kanisa. Hatuna huo wakati sasa hivi, wakati umeisha. Tufanye kubadilika, tujinyenyekeze kwa Mungu. Sasa hivi kila kwaya, kila likwaya linakuja linaimba mamiziki ya hovyo. Watu wanarukaruka, wanafanya celebration na performance, ukiangalia mpaka unasikitika, unasema Roho Mtakatifu hapo hayupo. Sasa mchungaji gani ambaye yuko tayari kusema ukweli? Hawako, kwa sababu washiriki wanataka kusikia ujumbe ule wa kufurahisha na kuleta visa na comedy. Natoa wito kwa washiriki, wachungaji na wahubiri wengine, wanapoleta ujumbe kutoka kwa Bwana, uwe na moyo wa kupokea ujumbe. Ukubali kwamba hapo ni Mungu anasema na ninafaa kufanyia mabadiliko kile kitu ambacho nimeambiwa na Bwana. Mungu anaonya kuhusiana na dhambi mbalimbali ambazo ziko katika kanisa.